Watu wote fungua Biblia. Isaya 60 mstari wa 11. Malango maana yake nini? Kuna watu ili waweze kufanikiwa ni lazima milango ya baraka ifunguliwe. Ili watu waweze kuingia katika familia, wapokee watoto, wazae watoto, waolewe, ni lazima milango iliyofungwa ipate kufunguka. Leo Mungu ameleta ujumbe wa kusema malango yako yatakuwa wazi. Nami nakutabiria malango yako yatakuwa wazi leo. Malango yako yatafunguka leo. Ukaolewe kwa heshima, ukafanikiwe kwa heshima. Watu watakupigia magoti. Neno la Mungu liko juu yako. Malango yako yatafunguka. Shalabina. Leo malango yako yanakuwa wazi. Ukiona mtu asimama ujue huyo alishafungwa. Sema amina. Amen. Ujue alishafanyaje? Nisomee twende baba. Nasema karibuni wazee wangu. Karibuni. Isaya 60:11. Isaya 60:11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Anasemaje? Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Mungu anazungumzia malango. Kuna malango yamefungwa. Kuna watu hawajafanikiwa kwa sababu malango yamefungwa. Kuna watu hawajaingia kwenye utajiri kwa sababu malango ya uzima, malango ya utajiri, malango yamefungwa, yamefungwa. Na nakwambia hivi, malango yaliyofungwa lazima yatafunguliwa, lazima yatawazi.
yatanawiri, maisha yako yataenda, watoto watafanikiwa, ndoa yako itakuwa nzuri, maisha yako yatakuwa nzuri, afya yako itakuwa kubwa, hautafunga, hautaolewa, hautakataliwa, utafika mbali. Ili watu wapate kukuletea utajiri. Kumbe milango ikifunguliwa, utajiri unakuja wenyewe. Utajiri hautafutwi. Utajiri unakuja mpaka nyumbani. Utajiri unakuja mpaka kwenye mashamba. Utajiri unakuja kazini. Utajiri unakuja kwenye biashara. Utajiri unakuja mpaka kwenye ofisi yako. Unasema milango yako ni wazi katika jina la Yesu. Sema Baba. Na kutabiria kwenye biashara yako, milango yako itafunguliwa, watu wakuletea utajiri, watu wakuletea pesa, watu wakuletea maarufu, wataonekana wenye baba. Sema amina, sema amina. Sema Baba, sema fire pale. Sema Baba, sema fire. Sema moto, sema Baba. Kuna watu milango imefungwa hapa. Kuna watu hawaoni siku zao. Kuna watu hawaoni maisha yao yakienda kwa sababu adui tayari amefunga milango. Amebana ule mlango ukiwa umefunga, huwezi kuingia hapa. Lakini ukiwa wazi, unaingia mwenyewe. Unatabiri kupitia ule mlango, maisha yako yatabadilika, maisha yako yatabadilika, mambo yako yatabadilika. Tuangalie milango yao imefunguliwa, milango ya baraka itafunguliwa, milango ya uzima itafunguliwa, milango ya utajiri itafunguliwa. Haleluya! Haleluya! Kuna watu ili wafanikiwe ni lazima adui cha kwanza aonyeshe milango wapi alipofungwa. Kuna watu ili wafanikiwe lazima adui aonyeshe wapi alipomweka, wapi alipomzika, wapi alipomfungia. Ili alipomfungia tunaamurisha mwenyewe, tunamwambia mfungue huyo mama, mfungue huyo baba, mfungue mtoto, fungua kijana, fungua vipi ili afanikiwe, ili afike mbali. Fungua huyo mama, fungua baba talipo, milango ya uhai, milango ya utajiri, milango ya heshima, milango ya kufika mbali. Ungeongeza makofi yako na ingine huyo. Sema fire. Sema fire. Mwambie jirani yako uko hapa kweli? Mwambie uko hapa kweli? Anasemaje? Yupo. Yupo. Mwambie unafanya nini hapa? Anasemaje? Mwambie nakutabiria malango yako kuanzia leo. Lazima malango yako yakafika mbali. Malango ya heshima yawe kwako. Malango ya utajiri yawe kwako. Malango ya uzima yawe kwako. Malango ya uponyaji yawe kwako. Sema amina. Sema Baba, sema Baba, sema Baba, sema Baba. Leo ninataka nitabiri lazima malango yako yaliyokuwa yamefungwa na mama mzazi, yamefungwa na mama mkwe, yamefungwa na wifi, yamefungwa na bibi, yamefungwa na shangazi, lazima ukafanikiwe, lazima ifunguliwe, lazima uwe juu yako, lazima ukatajirike, lazima ukafanikiwe. Yaani baba anategemea vigelegele kubwa hapa. Sema fire. Sema fire. Kashika. Sema fire. Utajiri. Ili utajiri uonekane, kuna milango ya tajiri kuingia kwako kuja. Lazima milango iwe wazi. Na hii milango ni mtu mmoja anafunga. Adui anakufungia ili usione mema ya nchi, usiwe mema ya nchi, usiwe mema ya nchi, usiwe mafanikio. Watu wasiwalie kukataa, waone wameukataa lazima. Kumbe kuna milango adui ameanzisha kufunga. Amefunga maisha yako, amefunga neema yako, amefunga upendo wako,
Yesu makofi mengi na vigelegele. Nani anasema amina? Nipe malango yako wazi. Sema fire. Sema fire. Sema moto. Lakini wengine wananiangalia tu, yana ananiangalia tu. Usipendwe. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Aliyefunga malango yangu. Aliyefunga malango. Malango ya uponyaji. Malango ya utajiri. Malango ya heshima. Malango ya kufanikiwa. Malango ya upendo. Aliyefunga. Sema Bwana Yesu. Nimesoma katika ulimwengu wa roho. Kila malango yaliyofungwa. Sema leo. Ninasoma na kuondoa kufuri. Na kuondoa kufuri. Nililofunga huo mlango. Huo mlango ukae wazi. Huo wazi kwenye maisha yangu. Huo wazi kwa matajiri. Matajiri wakanitafuta wenyewe. Kama neno lako Isaya 60 mstari wa 11 ilivyosema, milango yangu itakuwa wazi daima. Haitafungwa mchana, haitafungwa usiku. Sema leo. Sema leo. Kila mlango uliofungwa. Sema nafungua. Sema nafungua. Sema nafungua. Sema nafungua. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka. Kwa jina la Yesu. Sema mia. Hujaona siku kama miezi 6. Hujaziona siku zako. Njoo hapa. Nami nitafanya kwa imani. Sina muda wa kupoteza. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanipata. Sema amina kama unanielewa. Mtu wa imani siku zote huwa anafanya kwa imani. Nami leo kama vile neno lilivyonijia ya kwamba kapeleke watu, kawapelekee ujumbe wa malango yao, adui aliyetesa malango yao, peleka ujumbe malango yakafunguliwe. Nami nimepelekea ujumbe leo kwenye hii madhabahu, malango yako yakafunguliwe, malango ya uzima, malango ya uponyaji, malango ya watoto, malango ya kupiga hatua. Kilombero, unaitwa nani? Unatokea wapi? Natokea barabarani. Unatokea unaitwa nani? Unatokea wapi? Unaitwa nani? Unatokea wapi? Leo nataka nifungue uzazi wenu hapa. Wala sina muda wa kupoteza. Nafungua tumbo lako hapa. Milango yako hiyo shida ikapata kufunguliwa. Leta maji pastor. Sina muda wa kupoteza. Mwambie jirani yako hana muda wa kupoteza. Nimeshafundisha, umeshajielewa. Sina muda wa kupoteza. Na ibada yangu imeishia hapa. Yesu makofi mengi na vigelegele. Sina muda wa kupoteza. Una imani? Una imani? Una imani? Una imani? Una imani? Leo kama adui alisema ni mwisho wa kuzaa, leo sio mwisho wa kuzaa. Ndio mwanzo wa kuzaa. Nami natabiri ndivyo itakavyokuwa. Wewe unasema bila sababu. Sema na leo tunabeba agano. Mwambie jirani yako leo tunabeba agano. Yesu makofi mengi na vigelegele. Una imani kabisa? Ndio. Asilimia ngapi? Naomba kila mmoja mpe maji. Kila mmoja mpe maji. Maji. Kila mmoja mpe maji. Oh. Si wamesema wana imani? Nipe mfuniko. Kwa. Si wamesema wana imani? Ameomba akaenda kwa mganga. Ndio fungua. Si una imani? Afanya kwa imani. Afanya kwa imani. Afanya kwa imani. Nimeweka mafuta kidogo kunywa. Kama kuna
muda gani? Hujaziona muda gani? Miezi 6. Wewe? Zaidi? Miezi 9. Wewe? Wewe? Kunywa maji haya. Ngoja uone. Hapa mwenye imani anafunguliwa hapa. Kunywa. Sina muda wa kupoteza. Sema bila kama uko hapa nikuone kwa jina la Yesu. Kunywa maji wewe, acha uganga. Kunywa maji. Kunywa yote na ukae kiroho, unafunguliwa hapa. Yaani sina muda wa kupoteza. Nimesema una imani ndio. Tembea na mtu ambaye hana imani. Natembea na mtu mwenye imani. Tulia katika roho. Utaanza kusikia mmoja tumbo linaanza kumkata hapa. Sina muda wa kupoteza. Mpe Yesu makofi yako nana. Baba anatabiri watu hawa wafunguliwe. Miezi yao ianze kuonekana. Milango yenu ifunguliwe. Tulia, milango yenu ifunguliwe. Kaeni katika ulimwengu wa mtaona vizazi na siku zenu zinafunguliwa hapa. Sina muda wa kuongea. Hapa wanafunguliwa hapa. Mkono mmoja weka kwenye tumbo lako. Uliyesimama hapa mkono mmoja weka kwenye tumbo. Mwache, weka kwenye tumbo mwenyewe. Hapa anafunguliwa tu. Sina muda wa kuongea. Wewe utakayekuwa kiroho utafunguliwa hapa. Sina muda wa kupoteza. Chaku, baadaye imeshaisha. Sije ukashangaa kwambia nenda nyumbani. Na ibada tunaona mpaka Jumapili. Leo nimekuja na moto, sema fire katika jina la Yesu. Sema moto katika jina la Yesu. Natabiri tumbo lako liwe wazi. Kapokee mtoto na siku zako zikaonekane. Ninatabiri. Si umesema na imani? Twende hivyo. Usije ukawaza kwamba nakugusa. Sina huo muda. Ninatabiri tumbo lako lifunguliwe. Lazima siku zako zionekane leo. Lazima mmoja siku zake zionekane. Mwenye imani lazima atafunguliwa hapa. Kazana kupandisha imani yako juu. Natabiri siku zako. Baba mlete njoo niambie ukichana imekwaje? Achana na wewe ukichana. Ngoja watumishi kaeni kule wengine. Usafu sijafanya chochote. Nimeuliza watu wana imani ndio wanajoone. Sijoo uone hapa. Uone. Sikiwaza kwambia amona. Uone hapa na sijamgusa. Leo naweza kutabiria malango yako yawe wazi katika jina la Yesu. Malango yako yawe wazi katika jina la Yesu hapa. Aliyekupesa muda mrefu malango yako yakafunguliwa hapa. Sema amina katika jina la Yesu hapa. Ni damu sio. Ni maji. Hapo wewe angalia wewe anasema miezi 9, miezi 8, miezi 6. Kumbe kuna watu wananyonya damu, wamekinga, wanakunywa. Na mimi nimemuuliza, una imani ndio? Ninayo. Nawe kupitia imani yako malango yako yatafunguliwa leo. Malango yako yatafunguliwa leo. Malango yako yatafunguliwa leo. Malango yako wazi leo. Sina muda wa kufanyaje? Wa kupoteza. Sasa sababu alianza Jumanne kuumwa kichwa. Kichwa tu. Nyinyi zamani katika ulimwengu hapo, yaani msije hapa nimewatoa katika hii nchi, nimewapeleka nchi nyingine. Alianza kuumwa kichwa tu siku ya Jumanne. Jumanne kwa saa 10. Karibu kumnunulia paracetamol. Akameza. Baadaye jioni namtuma maji Mrudisha kisu, anafanyaje? Anataka kukimbia. Anafanya baya usiku kwa saa 2 akatupotea. Saa 2 usiku. Akakimbia. Tulijaribu kumtafuta, nimejaribu kumtafuta sijampata.
Ijumaa ndio nikampata sasa. Lakini kwa majalalani. wewe si ndugu yake na msukule? Nilisema nani amempata kichana huyo? Ndio huyo. Umekuja mwaka leo. Wengine wengine wako na huko na wengine kwa msiba. Wale jirani yetu kuna msiba, kwa mama ameshindwa kuja leo. Maana nyumba ya pili ndio kuna msiba pale umetokea. msiba kwa jirani. Kwa jirani. Ndio maana mama ameshindwa kuja. Rudisha. Mleteni ukichaa ni mpenye msimama kulete hapa. Sema amina katika jina la Yesu. Lete hapa. Si alifanya mjanja. Leteni. Sina muda wa kupoteza hapa. Haya, mshikeni hivyo hivyo juu. Hivyo hivyo juu. Juu. Sasa leo nataka nifanye nini? Sisi sawa. Ua. Baba naondoa roho ya mapepo ya ukichaa. Roho ya ukichaa. Kimya. Ninakuchoma sindano za moto. Unyamaze kimya na ufariki kwa muda kuanzia leo. Sindano hizi zikumalize kabisa. Sindano hizi 1 2 3 4 5 6 7. Leta ya maji iliyokuwa inakamata. Baba, kuanzia hii roho iliyofunga damu yake, Baba, nami naifungia kuzimu. 1 2 3 4 5, naiweka kabrini 5 6 7 8 9 tu. Weka mikono juu, sema amina kwa sauti yako ya juu. Natabiri kuanzia tarehe ya leo ya mwisho ya tarehe ya leo ya mwanzo ya tarehe ya mwisho ya tarehe 30 mwezi wa 6, lazima mlango yako ukaone yako wazi, lazima mabadiliko ukayaone, lazima ukapokee watoto, lazima ukazee watoto, lazima biashara zikaende. Unatamani kupata mtoto? Au umeshazeeka? Sina mwanaume. Una watoto wangapi? Na watoto 4 mmeangu alifariki. Haya. Unatamani kuolewa? Kisiona siku zako utakuja kunijulisha. Ili nikuombee. Hata Mungu amesema anapenda wamama wajane waolewe. Ili wasichepe na watu. Utaziona siku zako inapofika leo jioni. Amina. Sawa? Amina. Utaziona siku zako. Utakuja kusema. Sawa? Baada ya hapo utakuja kuniambia. Baada ya hapo nitakuombea. Nitakuombea neema. Malango yako yawe wazi. Na mtoto mmoja? Ndio. Mmoja. Na mume? Ndio. Yuko wapi? Yuko nyumbani. Nyumbani. Ndio. Unataka kupata mtoto? Na mtoto wa miezi 8. Minani? Ila siku hazionekani. Ndio.
Hazionekani kwa muda gani? Miezi mitano. Miezi mitano. Unakaa wapi? Midorosi. Midorosi. Ndio iko wapi hiyo Midorosi? Nani anayekujua? Iko wiki yangu. Iko wiki yangu tumekuja naye. Unakaa wapi wifi yako mimi? Midorosi. Mkomborongo. Una mtoto wa miezi mingapi? Mitano. Basi. Okay. Utaona siku zako. Sawa? Inapofika jioni. Utaziona siku? Sawa. Tayari. Wewe? Una mtoto? Wangapi? 3. Una watoto 3? Una mume? Ndio ninaye. Siku zako muda gani unaziona? Iliacha kuona kuanzia mwezi wa 4 mwaka jana. Mwezi wa 4 mwaka jana. Hivi ni miaka kama miezi mingapi? Mwaka na miezi. Mwaka na miezi miwili. Mwezi mmoja. Kumbe hata hao wa miezi mingapi au kumbe ni watoto eh? Aisee, ngoja muone. Si amelala hasikii. Ni kama mtu aliyekufa. Ngoja mimi muamshe. Atuambie kama ni kweli au vipi. Amka, binti, amka. Binti amka. Amka tu. Amka. Amka. Umekonda? Ndio imekupiga wewe. Semaje? Simona. Hiki kitu tumekifanya ni kwa imani. Wewe, uligombana na nani? Niligombana na mwanamke wa mume wangu. Ongeza makofi yako mengi na vigelegele. Ongeza makofi yako mengi na vigelegele. Uligombana na mwanamke ilikuwaje mpaka ukagombana naye? Mimi naishi na mume wangu. Unaishi na mume wako? Una mtoto? Na watoto wawili. Ndio. Lakini hapo nyuma mume wangu mpaka sasa hivi hayupo. Mpaka sasa hivi hayupo nyumbani kwako? Ndio, ilikuwa mwanamke mwingine ambaye niligombana naye. Uligombana naye vipi yani? Yaani Ilikuwaje mpaka ukamjua labda? kabla hapo nilikuwa nakuta ujumbe tu kwenye simu kwa mume wangu ambao sielewi. Wanachati. Ndio, nikimuuliza mume wangu ananiambia ni abiria anampatia kama na mume wangu ni dereva bodaboda. Haya matoyo haya. Haya matoyo sio yamelaniwa. Baada ya hapo akawa anabadilisha namba. Lakini ujumbe nilikuwa bado naendelea kupata, wanawasiliana. Mume alikuwa hanywi pombe, akaanza kunywa pombe. Analewa na kwa spidi sana. Anarudi nyumbani usiku saa 8. Siku nyingine anarudi kabisa. Anasema anakesha kwenye kazi. Ndio. Hivi je, kuona toyo anakesha kwenye kazi? Uje kuona? Hapana. Hayakeshi. Ni maovu haya. Leo nasema malango yako. Ila bodaboda unisamehe, lakini nyinyi bodaboda nyinyi mna siri kubwa sana na wake za watu. Mimi nawaambiaga ukweli. Baada ya hapo kilichoniuma zaidi ni kwamba mume alifikia kipindi haniachia hata hela ya kula. Haachi hela ya kula. Na nina watoto wa mwaka 2 na miaka 3. Yaani wamepishana mwaka. Watoto ni wadogo bado wanahitaji uangalizi. Ndio. Alafu aniachia hata hela ya kula. Ndio kilichonifanya kwamba nichukue namba yake ni track nikampata yule mwanamke na kwenda kugombana naye kwa fujo. Ulimfuata yule mwanamke, ukatrack namba yake. Ndio. Ukaenda kumfuata nyumbani kwake. Hapana, saluni. Saluni. Ndio, lakini kufanyia
kazi. Kwenye biashara. Ndio basi Yaani ni kuingia na varangati tu. Unatembea na miongo unajifanya na kaka saloni kako. Takachoma mtu ukaka kupa kiburi. Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. basi baada ya hapo mume wangu niliporudi. Jamani sikilizeni hii ni historia iliyosababisha mpaka yeye siku hazijaonekana. Niliporudi nyumbani mume wangu alinipiga. Mume wako aliposikia kwamba mmegombana yule dada? Alinipiga sana. Nikaondoka nyumbani, nikaenda kwa shangazi yangu, yakaongelewa, nikarudi nyumbani. Lakini mpaka sasa hivi mume wangu arudi nyumbani, na kabla ya hapo kuna kitu nahisi nilipoteza. Muda huo sioni tena siku zangu mpaka leo. Kama kuna kitu ulipoteza? Nahisi kitu kama nguo hivi nilipoteza. Yaani kile choto na yaani sielewi hapo ni mazingira mwanaume hataki, yaani nyumbani harudi. Sioni siku zangu mpaka leo. Mpaka leo. Tulia. Nyamaza. Hebu weka mkono wako. Baba, nahitaji kujua neema yako na nguvu na uwezo na mamlaka. Kujua maisha yake, shida imeanzia wapi mpaka amefanya hivi. Tunaanzia Tanga. Tunaanzia Tanga. Wewe ni mtu wa Tanga? Ndio, mimi ni Mzigua. Ongeza makofi yako mengi na vigelegele. Tunaanzia tena Tanga. Mume wako ni mtu wa Tanga? Ndio. Mtu wa Tanga. Haujakuta siku moja nyumbani wakati una search kuna nguo ya ndani ni nyeupe kabisa clear, imechanwa katikati, alafu yani ilivyochanwa ni kama panya amekula, amedosoa nguo nyeupe ya ndani. Ndio. Ndio. Nguo ya ndani umekuta kama panya, alafu ukaipotezea ukajua panya. Ndio. Na iko ndani na umeweka kwenye begi jeusi. Ndio, ipo mpaka leo. Sikiliza nikwambie kitu. Ile nguo ile ndio chanzo cha wewe kufunga siku zako. Na yule sio panya aliyekula, bali ni mtu amekuja usiku akaichana usijue kama ni nini. Na nyumbani kwako kuna panya, wapo panya nyumbani unakoishi. Wangapi wanasema nirudishe ugonjwa huu katika jina la Yesu? Sema amina pale wote wachungaji na wainjilisti. Sikiliza nikwambie. Huyu dada si anajifanya mjanja na amemchukua mume wako. Maana anaishi naye Tengeru. Ndio. Tengeru. Ndio. Ndo anaishi naye. Maeneo kama unaenda Durutu. Tulia. Wewe unaamini, sema amina kwa sauti yako. Unajua huyu
ameenda kumzalili. Sikiliza nikwambie kitu. Huyu dada ni mchawi kupita maelezo. Sababu ana uchawi kutoka kwa mama yake mzazi. Kwa alichomfanya, yani amefunga kwamba, na amefunga kwa sababu imefika mahali mume wako amekuwa kama chanzo ni kama anataka mtoto. Ndiyo. Yani kutafuta nini sababu kwamba hauzai. Ndiyo. Soma. Yani anaondoka nyumbani kwa kusema mwanamke hazai. Mwanamke hazai. Alafu anamtukana, umekondeana, unakonda. Huyu anakonda kwa sababu ya mwanaume. Hali nyumbani, hachi matumizi. Na haya aliyoyafanya ni huyo dada ana uchawi ambao wamechukua kwa mama yake. Sikiliza, hii damu bado inamwagika, sinaona bado inamwagika, na ni damu ni nzito, yani imeshaganda. Yani hiyo damu, hii damu ngoja nikwambie jinsi alivyoifanya. Ameikinga, inaingia mahali, yani kichawi, ambapo uwezo kaiona. Yani inaingia kichawi, kuna mahali ameikinga. Kionaka siku zako zimepitiliza, kuna mtu amezunguka anainywa ile damu. Wachawi wanakula nyama za watu na wanakula damu. Hizi period zile. Ukiona siku zimepita, unajua hapo kuna mahali umezunguka. Asante Bwana, ananiambia kuna mtu naye hapa amepitiliza siku nyingi ila anaogopa. Endelea kuogopa. Kuna siku utatafuta. Utakuta hiyo siku. Kwa sababu wakati wa Roho Mtakatifu kufanya kazi, mwanadamu atakuwa ogope. Kwa sababu haya ndio malango. Wewe unajua mtoto atakaye kuja kuzaa atakuja kuwa nani baadaye. Sikiliza. Suriana kumfanyia fujo? Ndiyo. Si ndio? Ndiyo. Si ndio? Ndiyo. Sikiliza nikwambie kitu. Hii damu mimi nainyanyua. Hapa. Hii kwanza nikuonyeshe maajabu. Ninaamrisha tu malaika mmoja hapa. Hii damu inaenda kwake. Yeye atakuwa na bleed muda wote. Asubuhi, mchana, jioni. Usiku, jioni, asubuhi, jioni. Nasema ubaya ni ubaya katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza. Yaani hii damu hii nataka aje akuombe. Mimi najua atahangaika na nini, lakini nguvu ambayo anaipeleka hataweza kuitoa kirahisi. Yaani naenda kumfungia mahali ambapo hataweza kuona. Hata akaenda kwa mkuu wa giza. Biblia inasema utakachofunga mbinguni na duniani kimefunga. Utakachofunga duniani na mbinguni kimefunga. Alafu roho yake nainyofoa naiweka hapa. Asipokuja kuomba msamaha, yani nataka yote hiyo mwanamke atoke kule aje. Yani ndio nachotaka. Kwa sababu mwanaume hatakubali kuona mwanamke yuko kwenye siku zake zote. Natabiri malango yako.
Unamfahamu? Ndio. Anaitwa nani? Anaitwa Amina. Anaitwa Amina. Nani tena huyo? Malango yameanza kufunguka huko nyuma. Nani tena? Malango. Mwache naye malango yake yanafunguliwa tala. Tala. Bwana uongee jana kwa kama mtoto chekechea. Wakati mtu mzima na unashika hela. Sote Bwana ananiambia nimtabirie mtu mmoja afi kabla ya siku zake hazijafika. Yaani nitabiri afi. Kwa sababu anazuia biashara ya mtu fulani yuko hapo. Ni mara ngapi kuja hapa? Mara ya kwanza. Sikiliza. Leo ni Jumatatu ngapi? Mimi huyo dada nitamfanya nimsukume. Sikiliza, mume wangu atarudi nyumbani. Leo siku gani? Leo Jumapili. Kesho Jumatatu. Kesho kutwa mume wako Jumatatu anarudi. Sikiliza, tulie. Na utasikiliza pikipiki mapema. Saa 10 pakacha. Yaani mapema. Yes. Anarudi mapema. Yaani atasikia tu. Sasa wewe bado usianze kumwambia ndio umerudi. Maana nyinyi wanawake nini? Akija mwambie karibu. Nikutegee maji au utakula ugali? Yaani maana vitu ambavyo anaenda kuona kwa yule mwanamke hawezi kukaa. Naomba, sikiliza. Nakupa hekima ya mwisho. Akirudi usimfokee. Sasa hivi utaanza kunenepa. Nenepa, tasuka. Sawa? Jumatano. Maana si atasema labda yupo kwenye siku zake. Leo, kesho, Jumanne. Siku ngapi? Mimi ninapomjua mwanaume hawezi kukaa. Atakimbia tu. Ya Jumatano atakuja. Sikiliza, akija jifanye kama huna akili, atakupigisha tu story. Tu story tu yani jamani. Yaani mke wangu nakupenda ila nilichomas. Nyamaza kimya au mwambie na mimi I love you too. Sawa? Alafu baada ya tulia. Yaani nyamaza kimya. Yule dada atakuja paka nyumbani kwako. Atakuja paka nyumbani? Atakuja kwako. Yule ambaye ulimtukana akakufanyia haya. Atakuja kwako. Pale tunazungumzia wapi? Kwako. Wewe unanijua. Mimi namweka kwenye kabati. Weka mikono yako nikuapishe. Weka mikono yako miwili. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Aliyenifanyia ubaya huu. Bwana Yesu. Anaitwa nani umesema? Baba, sema Bwana Yesu. Amina. Umenifanyia uchawi na uganga. Sema Bwana Yesu. Popote alipo. Ninanyofua roho yake. Ninaiondoa. Ninaileta madhabahuni. Baba, siku akija kuomba msamaha ndipo uzima ukawe kwake. Baba, ninaomba neema yako na nguvu. Baba, Amina, popote alipo, ninatembea katika ulimwengu wa roho. Ninaomba Amina roho yake popote alipo kazini, moyo wake uwe kama umeshtuka, amekosa amani kabisa. Baba, ninamzunguka kama uchawi aliyofanya usiku, nami ninafanya vile vile alivyofanya uchawi.
nami namfanyia kwa imani. Baba, roho yake ninaigeuza kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Baba, malaika huyu ninaomba atoke hapa aende kwa Amina. Roho yake na akili zake ziondoke kwenye akili yake, kwenye moyo wake tukose amani, akose faraja, asipendwe tena kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba roho yake iwe kwenye mikono yangu. Roho yake ninaivuta na kuiweka madhabahuni. Baba, roho yake ninaiomba, ninaivuta roho ya Amina. Roho ya Amina, njoo kwenye mikono yangu hapa. Tembea. Kuja hapa. Baba, ninaikamata na kuivuta tena. Ninairudisha kwenye madhabahu. Ninaivuta kwenye madhabahu. Baba, Naomba hii roho iingie kwenye kabati pale, ikae na isiondoke mpaka siku ambapo Baba ametii amri yako. Watu wote piga makofi mengi na vigelegele. sema Baba, sema Baba. Baba, nanyanyua hii damu. Baba, ninakamata hii damu. Ninaomba hii damu inyanyuke. Baba, itembee. Maana ni roho ya kichawi. Na ninaizungusha, ninairusha Kwa mamlaka. Ewe damu, nenda ukafanya miujiza. Periodi yake ionekane na isikate kuanzia leo. Baba, ifikapo saa 10 na dakika 45, ninaomba Baba majibu yawe tayari, na huyo mwanaume wake arudi kwenye ubiti kuanzia leo. Sikiliza. Nimeshafanya uchawi. Haya. Nenda kaoge. Kaoge. Kule chukua mapepas, eti mapepas. Chukua nini? Nini mnasema? Oga. Mwenye unaweza kumpa na gauni ya mpe. Baraka. Nimeshamaliza. Wakati nafanya hivi nikaona hichi kitu ni cheusi kinazunguka kama kimbunga. Naomba. Amka. Anaitwa nani huyu? Huyu anaitwa nani? Aliyomleta hadi leo kama sikule pia. Anaitwa Fatima. Fatima. Njoo maosha za ndugu yako. Mwite amka. Fatima shemeji. Fatuma. Fatima. Amka. Fatima. Amka. Fatima shemeji. Mwache. Huyu anaamka. Alianza kuumwa na kichwa. Kichwa. Ndio. Haya. Kichwa. Kichwa tu. Kichwa tu. Kichwa tu ndo kaanza kuumwa. Kichwa tu. Ndio. Ile jioni. Juma ngapi? Jumanne. Jumanne jioni. Okay, sasa naweza niwaambie kitu. Niwaambie kitu? Ndio. Uko tayari? Tuko tayari. Inatakiwa mtumie gharama. Gharama. Mshukuru yuko wapi? Leteni hapa. Leti. Come here. Come. Leto nani? Leto nani? Pole. Lete na wewe. Sogeza hapa nende nichome sindano moja. Sogeza hapa. Naye. Sogea. Baba, kupitia maji haya ninaomba hii roho ishuke mpaka chini katika jina la Yesu. Moja akae nyuma yake. Baba, ninaomba kupitia maji haya. Baba, naomba iwe ni sindano ya kumchoma kama mtu anayekufa kwa muda katika jina la Yesu. Mlazi hapa. Haya, nyoka na huyu nyuma yake hapa. Baba, ninaomba na huyu katika jina la Yesu. Sina muda wa kupoteza. Mwambie jirani yako hana muda wa kupoteza. Yesu apate kurejea leo. Na huyo mwanamke, Baba, roho yake
nimeikamata roho ya huyo mwanamke, naikamata. Baba, naomba ugonjwa wa kuparalyze mara moja tu umpate na kuvuja kwa damu nyingi mpaka mume wake arudi. Sema ndio kwa sauti yako Yesu. Sasa mimi hapa Mungu ananiambia nifufue kitu. Lakini utachagua wewe. Atachagua yeye mwenyewe. Yaani yeye ndo atachagua kwamba sasa sababu tayari Mungu ameshasema na nimempata mtu jasiri kama mimi, nahitaji nifanye moja mbili. Yaani yeye ndo atachagua, ila mimi nina uwezo hata sasa hivi nikamimina mafuta alafu nikamwambia tafuta karoti, alafu ninakuja alafu ninajaza vitu alafu basi ninasonga mbele. Usiogope, usijali. Sikiliza. Wewe hapo kuna roho ya kinabii ndani yako, kuna roho ya utume kufanya kazi ya Mungu kweli. Na Mungu amewekeza hili jambo ni kwa sababu ya watu wengine wavuki. Sio wewe umuogope mwanadamu kwamba atalifanya kitu gani na litasonga vipi. Mungu haangalii pesa. Mungu anaangalia moyo wako na utayari wako. Leo ninachotabiri leo ni kwa ajili ya mtu ambaye anakuonea tu. Yaani mauti ianze kumvamia haraka. Yaani awe ni jirani yako, mauti ikamvamia haraka. Samaria wewe. Okay, Mike, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru Kwa neema hii. Weka mikono yako, sema kwa neema hii. Kwa neema hii. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuna ubaya unaendelea juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Juu ya biashara. Sina ubaya na mtu. Bali ninaonewa. Bali ninakasirikiwa. Bwana Yesu. Kila anayenifanyia ubaya kupitia huo unabii, ninaomba popote alipo apokee mauti, apokee msiba, iwe ni kwa mtoto wake au kwake yeye mwenyewe, awe ni jirani yangu, tunafanya naye kazi sehemu moja, dukani kwangu. Bwana Yesu, anayenifanyia ubaya kuanzia leo aanze kukataliwa, aanze kuvamiwa, mauti iwe juu yake, msiba uwe juu yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema yako na nguvu zako na uwezo wako. Baba, ninapiga magoti hapa. Bwana Yesu, ninahitaji baraka zako. Ninaomba uwepesi na mamlaka yako. Ninanyenyekea kwa unyenyekevu ya kwamba ninaomba huyu mama, kila anayemuonea katika giza, anayemuonea malango yake yakawa yamefunguka. Baba, nahitaji uwepesi. Baba, nahitaji roho yako ikaangamize, roho yako ikaangamize kila roho ya uchawi inayomuonea huyu mama katika jina la Yesu. Macho yako yamemuona leo. Nami naomba Baba, kila anayemuonea, naomba Baba, mauti ianze kuwavamia, awe ni wa kike ni wa kiume. Baba, ninaomba wateja waanze kumiminika leo. Ninaita mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Ninaamrisha wepesi katika jina la Yesu. Baba, naomba kupitia maji haya, kama nilivyoona ndivyo ikawe kuanzia leo katika jina la Yesu. Maji haya yakafanya na yakafanya na yakatende. Anapotoka hapa, amani iwe ndani yake na mawazo yasiwepo tena. Jambo lake Mungu nimelikabidhi mbele zako, na utafanya kama ulivyonionyesha na wateja wengi ulivyonionyesha, ndivyo ikawe kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Nimemaliza. Ndani yako ondoa. Nimetoa kila kitu ndani yako. Yaani maana yake nimemkabidhi Mungu ndani ya muda kama wa mwezi huu. Sasa neema ya Kristo iwe ndani yako. Neema ya Kristo iwe ndani yako. Wakaponywe, wakafunguliwe, wakatetewa. Kupitia sadaka hizi Baba, na
yakabarikiwe kila aliyefunga malango yao yakapate kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kanisa sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tunaanzia watu wamelala